Tukisonga mbele, msikilizaji, ripoti kutoka nchini Marekani zinasema kuwa kampuni ya Meta ambayo ni mmiliki wa mitandao ya Facebook na Instagram imekubali kulipa fidia katika kesi iliyowasilishwa na majimbo 29 ya Marekani yanayoshtaki kwa kuwadhuru watoto. Ripoti ambazo zinatoka huko Marekani zinasema kuwa Meta italipa hadi dola bilioni 17, ingawa kampuni hiyo imekanusha kwamba ilifanya makosa yoyote. Shirika la habari la Reuters limenukuu nyaraka za mahakama zikieleza kuwa Meta itaweka vikwazo vya muda wa matumizi ya kila siku na kuzuia matumizi wakati wa usiku kwa watumiaji wa watu wazima. Majimbo hayo yalishtaki Meta kwa kuunda mifumo ya bidhaa zake kwa namna ambayo inaofanya watoto kuwa waraibu wa mitandao ya kijamii na kisha kuficha utafiti uliothibitisha jambo hilo. Ili kufahamu zaidi kuhusu athari za mitandao ya kijamii kwa watoto, muda mfupi uliopita nimezungumza na mtaalamu wa usalama wa mtandao Yusuf Kileo. Ni jambo zuri kukiri tatizo, kwa sababu huo ndio uhalisia ambao siku zote umekuwa ukizungumzwa ama tukizungumza, na utakumbuka utafiti wa mwaka 2025 ulieleza kwamba sehemu inayoathiriwa na madawa ya kulevya kwenye ubongo ndio sehemu hiyo hiyo inaathiriwa na mitandao ya kijamii, na watoto wamekuwa ni wahanga wakubwa kwenye eneo hilo. Kwa hiyo wao kukiri kwamba kumekuwa na changamoto na kuweza kutoa hiyo fidia ni hatua nzuri. Unadhani pengine tutaona mashtaka zaidi dhidi ya Meta na kampuni nyingine zilizo na mitandao ya kijamii baada ya hiki kilichotokea? Kimsingi ni kwamba mara nyingi mmoja anapokuwa ameweza kuonyesha njia kama Meta alivyofanya, wengine ni rahisi kufuata utaratibu husika, na inakuwa ni mwanzo mzuri wa wengine kuweza kufanya mambo ambayo Meta amefanya. Kwa uzoefu wangu unaonyesha mtandao wa X ama Twitter mara nyingi umekuwa ukicomply kwenye nchi ya bara Europa pamoja na Marekani kwa uchache, lakini mitandao mingine mingi ambayo inatumika mitandao ya kijamii mara zote imekuwa ikiweza kucomply kama wengine wanapofanya, kama Meta alivyofanya. Unaona kuna nchi kadhaa za Ulaya hivi majuzi, Bwana Zuckerberg Mbondo, mmiliki wa Meta Mbondo na mitandao ya kijamii ya Facebook na Instagram, aliitwa mbele ya bunge la Ulaya kuelezea anachukua hatua zipi kulinda watoto. Lakini ukija kuangalia kwa mabara kama Afrika, hili linashupaliwa kama hivyo, linatiliwa mkazo kama hivyo, na je, ni wakati wa kufanya hivyo? Kwa sababu wanaposema kwamba wanadhuru watoto ni watoto kokote kule waliko. Ama ni sahihi sana, na hapa ndio msisitizo ambao tumekuwa tukitoa siku zote. Kwa nini nchi hizo za Ulaya na Marekani wanakuwa wanafanikiwa na wanakuwa wanaweza kupata hizo suluhu na kupata hizo faini na kadhalika? Kinachowaokoa wao ni mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza ni umoja wao na wingi wao. Unajua, changamoto ya nchi za Afrika, tunafanya haya mambo kwa kujitenga. Unakuta labda ni Kenya peke yake, ama ni Tanzania peke yake, ama ni Afrika Kusini peke yake. Wakati tungekuwa tunafanya jambo hili kama ukanda fulani ama bara zima, tungeweza tukawa tunapata heshima kubwa. Lakini sehemu ya pili ni kwamba sheria zetu hazina ule mtengamano wa pamoja. Ukiangalia bara Ulaya, wao wanapokuwa na sheria yao fulani ya kudhibiti jambo fulani, unakuta nchi zao zote zinafuata huo taratibu. Lakini unapokuja kwenye upande wetu wa bara, unakuta sheria inakaa zaidi ya miaka 18, nchi zote za bara zima hazijaweza kufuata hiyo sheria. Swala la tatu ni kwamba unakuta nchi zetu za bara la Afrika zinakuwa maswala haya hususan ya mambo, mfano kwa sababu ile swala la watoto ni maana yake unazungumzia mambo ya child online protection, yani kuwalinda watoto mitandaoni. Unakuta si swala ambalo limepewa sana kipaumbele kwenye mataifa yetu. Nchi nyingi hazina mkazo kwenye eneo hilo. Katika ngazi ya kibinafsi, achilia mbali hatua ambazo pengine serikali zetu zinachukua kujaribu kuwalinda watoto katika mitandao ya kijamii, pengine kama mzazi ama mlezi unaweza kuchukua hatua gani binafsi kuweza kumlinda mtoto wako dhidi ya uraibu huu wa mitandao ya kijamii? Kwanza, mapendekezo yameshakuwa yakitolewa mara zote na tumekuwa tukisisitiza masuala kadha wa kadha. Mfano nchi Tanzania, Rwanda, Kenya na sasa Uganda tayari yameshakuja na hiki kitu tunaita child online protection. Na ukiangalia swala child online protection, kuna masuala matatu makubwa ambayo tunaangazia, ukiwa ni pamoja na mambo ya taratibu na kanuni, masuala ya kuweka controls na masuala ya elimu na uelewa. Sasa kwenye ngazi ya mtu binafsi hapo sasa kuna mambo ambayo huwa tunayasisitiza, ambao hivi vitu vitatu vyote nilivyozungumza awali vinapaswa vifanye kazi kwa pamoja ili kuweza kuhakikisha anawezekana. Moja ni kwamba lazima tutengeneze limit ya mtoto kukaa na kifaa cha kielektroniki. Unapozungumzia hilo ni pale kama tulivyokuwa zamani tunaenda kwenye internet cafe, ukiingia unatumia mtandao kwenye internet cafe, muda wako wa lisali moja unapoisha ama masaa mawili ambayo umelipia, unakuwa huduma ile imekatika.
hii lazima wazazi tujenge hii tabia kwa watoto, na ukiangalia tafiti zinaonyesha kwa watoto katika umri tofauti tofauti wamepewa muda tofauti tofauti wa kukaa na hicho kifaa cha kielektroniki, na ukiangalia unaona hakizidi masaa 3 kwa siku. Sasa unakuta mtoto anakaa na zaidi ya masaa 8 akiwa na vifaa vya kielektroniki, hivi vinamtengenezea uraibu. Lakini swala la pili ni kwamba lazima mtoto awe anatumia kifaa cha kielektroniki maeneo ya wazi, ambapo mzazi na mlezi yuko anaweza kuona mtoto wake anafanya nini na kifaa hicho cha kielektroniki. Lakini swala lingine la tatu ni kuhakikisha kwamba mzazi na mlezi anakuwa anafahamu mtoto wake vitu gani anafanya kwenye hicho kifaa cha kielektroniki ambacho amempatia. Nam ni Yusuf Kileo, huyo mtaalamu wa masuala ya mitandao ya kijamii, katika mazungumzo na mwenzangu Caro Robi. Kwingineko, bei ya mafuta